ardhi ni rasilimali ya kwanza ambayo kila raia anaweza kumiliki. Hivyo sisi tutaendelea kuisimamia serikali kutunga na kutekeleza sera na sheria kuhakikisha umiliki sawa na matumizi endelevu ya ardhi, na tumeainisha hatua 5 katika kufikia lengo hilo. Ndugu mwenyekiti, sekta ya utalii ni muhimu katika kuchochea ukuaji wa uchumi na maendeleo ya taifa kwa ujumla. Katika kipindi cha utekelezaji wa ilani hii, Chama cha Mapinduzi kitaelekeza serikali kuongeza wigo na mazao ya utalii na kuendelea kuitangaza hazina ya utalii tulionao kwa mbinu za kisasa ili kuongeza idadi ya watalii. Lengo ni kuongeza mchango wa sekta ya utalii katika pato la taifa hadi kufikia 20% ifikapo mwaka 2030, na tumeainisha hatua 6 ambazo serikali itatekeleza kufikia lengo hilo. Ndugu mwenyekiti, sisi tunatambua fursa za kiuchumi zilizopo katika rasilimali maji zikiwemo bahari, mito, mabwawa na maziwa. Hata hivyo, fursa za uchumi wa buluu haijatumika kikamilifu katika kuchangia maendeleo ya uchumi wa nchi yetu. Katika kukuza sekta ya uchumi wa buluu, CCM itaelekeza serikali kutekeleza hatua 11 na nitataja 4 zifuatazo. Kwanza, kuwezesha upatikanaji wa mitaji na mikopo na vifaa kwa wavuvi na wakuzaji viumbe maji, vyama vya ushirika na wawekezaji kwa kushirikisha taasisi za kifedha ili kuwezesha kushiriki kamilifu katika uvuvi na ukuzaji viumbe maji. Pili, kujenga bandari ya uvuvi Bagamoyo na kukamilisha ujenzi wa bandari ya uvuvi Kilwa. Tatu, kujenga mabwawa ya ufugaji wa samaki na vizimba vya kufugia samaki baharini. Na 4, kuanzisha programu maalum ya kupandikiza, rejesha na kujazilizia samaki walio katika hatari ya kutoweka kwa lengo la kuendeleza zao la samaki kama nyenzo ya uchumi na lishe. Ndugu mwenyekiti, CCM inatambua kuwa nchi yetu ina fursa kubwa ya kunufaika na rasilimali za mafuta na gesi asilia. Ili kutumia fursa hii, ni muhimu kuwa na mikakati thabiti ikiwemo kuimarisha tafiti na ufuatiliaji wa mafuta pamoja na kuimarisha miundombinu. Katika kipindi cha miaka 5 ijayo, CCM itaelekeza serikali kuimarisha sekta ndogo ya mafuta na gesi asilia ili kuimarisha mchango wake katika uchumi pamoja na kunufaisha wananchi kwa kuchukua hatua zifuatazo. Kwanza, kuanza utekelezaji wa mradi wa kuchakata na kusindika gesi asilia wa kimiminika, yani liquefied natural gas LNG. Katika utekelezaji wa mradi huu, CCM itahakikisha kuwa mikataba ya ujenzi na uuzaji wa gesi inazingatia maslahi mapana ya nchi yetu. Aidha, CCM itahakikisha kuwa serikali inaweka sheria na kanuni zitakazohakikisha ushiriki wa Tanzania katika hatua za ujenzi wa mradi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama unavyofahamu, umuhimu wa mradi huu upo katika hatua 2: kuuza gesi, lakini kabla ya hapo ni katika ujenzi, kuhakikisha kwamba Watanzania wanashiriki kikamilifu katika ujenzi wa mradi ili wafaidike na uwekezaji wa dola bilioni 42 ambazo zinatarajiwa katika mradi huu. Na pili ni kuimarisha na kuongeza upatikanaji wa gesi asilia, yani CNG, kwa ajili ya uzalishaji wa mbolea, matumizi ya majumbani pamoja na uendeshaji wa mitambo viwandani na magari hadi kufikia angalau 20% ya magari yote. Ndugu mwenyekiti, sisi tunatambua umuhimu wa hifadhi ya mazingira